Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Mshambuliaji wa Liverpool Mohamed Salah mwenye umri wa miaka 33 ataondoka klabuni hapo mwishoni mwa msimu 2026. Salah ameelezea nia yake ya kutoa tangazo hilo mapema na kwa haraka ili kuweka wazi kuhusu mustakabali wake kutokana na heshima na shukrani zake kwao. Taarifa ya klabu inasema hivyo. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Misri mwenye umri wa miaka 33 alithibitisha habari hiyo kupitia ujumbe wa video kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii, na jumbe hizo zilikuwa zinasema: kwa bahati mbaya siku imefika, hii ni sehemu ya kwanza kuaga kwangu, alisema Salah. Nitaondoka Liverpool mwishoni mwa msimu 2026. Sijawahi kufikiria jinsi klabu hii, jiji hili, watu hawa watakavyokuwa sehemu ya maisha yangu. Liverpool si klabu tu ya mpira wa miguu, ni shauku, ni historia, ni roho. Siwezi kuelezea maneno kwa mtu yeyote ambaye si sehemu ya klabu hii. Tulisherehekea ushindi, tulishinda mataji muhimu zaidi na kupigana pamoja katika wakati mgumu zaidi maishani mwetu. Hayo ni maneno ya Mohamed Salah akiwaaga mashabiki wa Liverpool kote duniani. Mohamed Salah anaondoka Liverpool msimu huu akiwa miongoni mwa wachezaji bora walioiwakilisha klabu hiyo na kung'ara katika ligi kuu ya England, yani EPL. Takwimu za Salah zinaonyesha mafanikio yake ya uwazi, lakini zaidi ya hiyo kuna urithi mkubwa nyuma ya namba hizo. Mashabiki wake wa Anfield ambao walimuita mfalme wa Misri watakumbuka kila goli alilofunga na kila mchango wake kwenye klabu hiyo, jambo ambalo limeifanya historia ya klabu hiyo kuwa ya kipekee. Salah alijiunga na Liverpool kutoka AC Roma mnamo Juni 23, 2017 kwa ada ya paundi milioni 34, kiasi kinachoonekana kwa sasa kama ni fedha ndogo ukilinganisha na mafanikio aliyoyapata baada ya kuhamia Liverpool. Salah alikuwa Chelsea awali, lakini hakufanya kama ilivyotarajiwa. Alifunga mabao mawili tu katika mechi 19 akianza katika michezo 10 tu. Awali alikataa Liverpool pale alipoondoka Basel na kujiunga na Chelsea Januari 2014. Kumbukumbu yake ya kwanza Anfield ilikuwa pale alipoanza kwenye jezi ya Chelsea katika ushindi wa goli 2-0 mnamo April 2014, mchezo unaokumbukwa kwa kosa la Steven Gerrard alipozima ndoto za ubingwa kwa Liverpool na ubingwa huo kwenda kwa Manchester City. Hata hivyo, tangu alipojiunga rasmi na Liverpool, Salah ameacha kumbukumbu zisizosahaulika akisaidia klabu hiyo kushinda ligi mabingwa Ulaya, mataji mawili ya ligi kuu, kombe la FA, kombe la Carabao, UEFA Super League na kombe la dunia la vilabu, akiboresha historia ya Anfield. Baada ya kuondoka Chelsea, Salah alitua Fiorentina kwa mkopo, kisha AC Roma. Salah alijitengenezea jina kubwa kabla ya kuwasili Anfield, na hata Klopp huenda alimsajili mchezaji ambaye hakujua vizuri kiwango chake. Goli lake la kwanza akiwa na Liverpool lilikuwa katika sare ya goli 3-3 dhidi ya Watford. Tangu hapo hakukoma kufunga. Salah alifungia Liverpool jumla mabao 255 katika mechi 435, akishika nafasi ya 3 kwenye orodha ya wafungaji bora wa vilabu, akiwa nyuma ya Rush pamoja na Roger Hart. Katika ligi kuu amecheza mechi 310 akifunga mabao 189 na kutoa pasi za mabao 92, akichangia jumla ya mabao 281, mchango mkubwa zaidi kwa klabu moja katika historia ya ligi kuu. Salah alikuwa mchezaji mwenye ubinafsi wa kipekee, lakini pia alichangia kikamilifu kwa timu. Msimu wake wa kwanza ulikuwa ni mzuri, akifunga mabao 44 na kutoa pasi za mabao 14 katika mechi 52. Hata hivyo, aliumia kwenye fainali ya ligi ya mabingwa dhidi ya Real Madrid akicheza dakika 31 tu. Salah alikuwa sehemu ya safu bora ya ushambuliaji akiwa na Sadio Mane, Roberto Firmino wakiwa na kasi na mbinu za kuifanya Liverpool kuwa bora katika safu hiyo. Alishambulia kutoka upande wa kulia, Mane upande wa kushoto, na Firmino akibadilisha nafasi akicheza kama mshambuliaji na nyuma ya mshambuliaji, ambapo aliwapa ufundi wachezaji hao kwa kila mmoja. Hakuna anayekinzana na ukweli kwamba Mohamed Salah ni mfalme wa Misri. Amekuwa miongoni